chake chapita kima cha majirani. Yeye hutafuta sufu hata kitani. Hufanya kazi kwa moyo hata iwe ya sulubu. Kwa mapato yake yeye hupanda mizabibu. Huyu ni yule mwanamke ni mwake mwake. Mwanamke mwake mwake anaijua na kazi yake. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Mwanamke mwake mwake anaijua na kazi yake. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Naam, bila shaka mpenzi mtazamaji, kipindi cha Mwanamke Mwake Mwake hii leo kinakujia kutoka eneo la Kilimambogo katika kaunti hii ya Kiambu, na hii leo hususan tunamwangazia mwanamke Joyce Mopero ambaye amini usiamini mpenzi mtazamaji ameamua kufanya kazi ya kujitolea ya kusaidia wazee wasiojiweza. Amini usiamini anasaidia kupitia msaada wa marafiki. Na mpenzi mtazamaji, kaa nami kitako kwa uhondo kamili. Karibu. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Ni mshauri na muuguzi anayetoa huduma za usaidizi kwa jamii, hususan kwa wazee wasiojiweza. Joyce anasimulia safari yake ya kutoa huduma kama vile kuwapa wazee matibabu ilivyoanza. Huu usaidizi wako ambao unafanya ulitokana na nini? Kilichofanya nianze hii ni kwa sababu kuna wakati hapo awali nilikuwa nafanya kazi na mtu tu. So tukawa tunaenda kutembea, tunawapea watu unga, chakula hivyo. Lakini siku moja nikawa nimeingia kwa nyumba ya mama mmoja, alikuwa mkongwe kabisa kama umri wa miaka 80. Nikiwa kule nikataka kujua kwa nini anakaa kuna huzuni na nini, lakini kwa sababu sikuwa na wakati mzuri nikarudi tena. So ndio akanieleza vile amekuwa akipitia. Alikuwa mama hana mtoto mmoja aliaga, alikuwa na mtoto mmoja akaaga, hakuwa na mzee na jamii kama ilikuwa imemuondokea. So tukiongea hapo ndio akanieleza mambo ambayo amekuwa amekipitia. So nikakuja kujua tunaweza wakati mwingine ona kama hawa mama wazee na wa baba wazee, kwa sababu wamezaa, wako na watoto, wako na uwezo na wako na watu wa kuangalia. Nikakuja kujua kumbe wengi wao hawana. So nikajiuliza ni vipi tunaweza saidia hawa watu. Nikasema nitaanza mimi mwenyewe na ile uwezo tu kidogo niko nayo. Niwe nikienda tunaongea na huyo mtu. Wengine wanapitia mambo magumu kama hiyo sasa ya loss ya mzee wako ameaga, mtoto ameaga, uko pale peke yako, huna kazi, uko mzee. So nikasema wacha tu niende, nikuwe tu wa baraka, tuongee tu tusikie, na siwezi enda tu bila kitu. Hapo ikawa safari kwenda kwa mmoja, nikapata kumbe hapo tu karibu kuna wengine wengi. So safari yangu ilianza hivyo. Yeah. Na awali ulikuwa unafanya nini kabla sasa useme wacha niwe na wasaidia hawa wazee? Okay. Hiyo wakati mwingine nilikuwa tutafanya kazi zangu, nafanya kwa clinic, napewa kazi tu kwa clinic nafanya. Wakati mwingine nafanya jumini mshauri, nikipata kazi nafanya. Lakini haikuwa ati ya kujitolea bila malipo. Nilikuwa nafanya ndio nipate at least something. Lakini hii nayo ikakuwa tofauti. Hata kama naenda silipwi, naenda kufanyia mtu kazi, ndio nimsaidie pia yeye. Hili jambo naweza sema si jambo nimeanza saa hii, ni jambo nimeanza miaka mingi, hata zaidi ya 10. Unajua kuna mahali unakuwa unasema nimefanya hili jambo kwa muda, wacha nifanye registration ijulikane. Lakini hiyo wakati ya kitambo ilikuwa ni mimi natoka napata jirani, napata mtu, nasema leo nimeamua kutembelea mama fulani, tena na shopping, ninunue sukari, unga, na mtembelea tu. Naenda kwingine hivyo mimi na jamii yangu, tunafanya vile. Alafu nikaanza kuona nisifanye tu hivyo bila kuifanya kama professional way. Sasa hapo ndio kama miaka 2 imeisha, nikaamua nita-register organization kwa sababu nimefanya na wengine na nimeona iko na umuhimu, lakini kila mtu ako na jambo lake la kufanya. So nikaamua pia mimi ndio nikuwe wa msaada kwa wengine, wacha pia mimi niingie na nifanye vile. Yeah. Kwa hivyo ni kitambo ulianza. Sasa uko na miaka 2 tangu kuregister. Kuregister. Okay, vile imekuwa nilifanya
kama kusaidia tu kwa community. Then nikapata kazi mahali, tukawa tunafanya kazi haifanani na hii ya kuangalia wakongwe na nini, lakini tulikuwa tunaguzia kila mtu, kwa sababu mwenye alikuwa amenipea hiyo kazi alikuwa anasaidia everybody. So lakini kazi kaenda hivi ikawa haiko, na mimi nikasema nitaendelea na kufanya kazi kwa sababu ni passion iko ndani yangu, si kuifanya kwa sababu ya ule mshahara ama nini. Hapana, ni jambo na kwa sababu wale watu nilikuwa naangalia wao walinitambua mimi, juu walijua wakati huu Joyce atakuja. So hata wakati nilitoka kwa hiyo kazi bado alishinda kuniuliza, kwa nini haukuji? Tunakutamani, utakuja lini? Sina jibu lingine. Yeah. So hapo ndio ukaamua sasa safari. Yeah. Na safari imekuwaje? Safari siwezi sema ni ngumu na ni rahisi, kwa sababu kuna challenges hapa na pale. Wakati mwingine unataka kusaidia na hauna uwezo sana. So unakuta mtu amekupigia simu na kwambia mimi napitia hili, natamani nisaidike hivi, lakini unakuta uwezo huo huna. Ile tu uko nayo labda unaweza tu mpatie chakula ama mfanyie mazoezi kidogo, kama maybe akona mauchungu ya maumivu, ama hospitali ile malipo kidogo utaweza. Lakini unakuta kuna mambo mengine ya ndani sana unashindwa kumsaidia kwa sababu fedha nazo hakuna. Naelewa. So inakuwa ngumu. So hizo ndio zimekuwa challenge, lakini naweza sema pia imekuwa mzuri kwa sababu kuna improvement. Unaona, hata kama mtu alikuwa hana maybe maumivu ya mwili, lakini akona maumivu ya kimawazo. Ukienda ukiongea na huyo mtu mwenye hana watoto, ama watoto wake walienda kumsaidia, ama mzee alienda akamwacha, akona stress, uende tu ongee naye, utie nguvu, encourage, na kuta huyo mtu mawazo yake yamepona. So ukienda nyumbani unaenda ukifurahia kwamba at least kuna mtu mmoja amepata afya nzuri. Na mpenzi mtazamaji, kipindi cha Mwanamke Mwake Mwake kinachukua pumziko fupi. Tunarudi na mengi zaidi katika sehemu ya pili. Usiondoke hapo ulipo, tunarudi. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Na mnaendelea kutazama kipindi cha Mwanamke Mwake Mwake. Mpenzi mtazamaji, karibu katika sehemu ya pili. Kumbuka mpenzi mtazamaji, kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ukipenda pia @KUTV Kenya, na ukipenda nifikie @Caroline Kimwele. Karibu tena. Mwanamke mwake mwake utampenda hata usitake. Je, unapata ufadhili wowote kutoka labda kwa serikali, kutoka kwa wafadhili? Okay. Naweza sema hapana kwa serikali. Ile jambo mimi hufanya, one, kama ninataka msaada, ninafanya jambo, nitatafuta mtu kama wewe, rafiki yangu. Nitakufikia kwa ujumbe ya kwamba hii siku kuna hili jambo nataka kufanya. Kwa hivyo ningeomba unisimamie ama unisaidie. So utakuja kama rafiki. Nitaenda labda niongee na mtu mwingine tu. Marafiki kuna lingana sasa na ni rafiki mgani na venye atajibu. Wengine watarespond, mwingine ataona. Unajua hii mambo imekuwa sasa inakaa kama haichukuliwi kabisa. So unakuta utapata challenge pia. Jinsi watu wengi wataweza kukusaidia. Kwa hivyo kwa upande wa serikali bado labda na hofia tu siku moja tutapata msaada, siku moja tu, lakini for now hatuna. So unaweza aje kuwasaidia hawa wazee na labda jamii? Mimi nasemanga hivi, marafiki ndio nasema wako na resources, wako na uwezo. Ukikuja kwangu nipatie 1000 na nikuwe sincerely, hiyo 1000 si kitu kingine, ni kusaidia jamii moja. Ujue hapo nimeweza kununulia jamii moja shopping bag mzima. So nikipata marafiki kama 20, nimetembelea familia ngapi? 20. Kwa hivyo ni kusema inahitajika tu kuwa na connection nzuri, na kuna wale wanaichukulia kabisa na nimekuwa na wao. Kuna wenye tu kuanzia mwanzo ambapo kama huyo mwenye nakwambia alinipea kazi, hata wakati huu nikimueleza hana shida, hiyo ni support. Nikiambia jamii yangu, nikiambia marafiki, watu wa kanisa letu, hao wote anytime niko na hitaji wa usimama na mimi. Na wewe mwenyewe mahitaji yako, manake hii ni kazi ya kujitolea. Mahitaji yangu apart from hiyo ya community,
niko na ofisi mahali pale Thika, na nafanya kazi ya ushauri kama ni counseling, na kuna wakati pia tunachukua watu wa attachment na vitu kama hivyo. So hao wakileta kitu kidogo, hiyo sasa itasaidia upande wangu ya kusimamia jamii yangu na kazi mingi tu za biashara zangu za kibinafsi. So kuna zile zinasimamia jamii yangu na kuna zile kidogo natafutia za kusimamia kazi kama hizi. Na labda nikuulize, hawa watu, manake huku ni mbali, tumehafu kusafiri, huwa unawatoa wapi hawa watu, ama unawapataje? Link ni wapi unapata? Okay, siwezi ifanya bila kushikana na wazee wa kijiji. Kuna wale wazee wa kijiji unapatana nao, unamwaliza ningetaka unipatie watu kama 10 ama 20 wa hiyo eneo ndio niweze kuwafanyia 1, 2, 3. So huyo mzee kwa sababu yeye amekuwa hapo, na kuna hawa wanaitangwa community health volunteers, pia wao ndio na link na wao wanaweza kuniletea na kunionyesha zile jamii zinahitaji msaada sana. So unatumianga hawa wazee wa nyumba kuu. Kwa hivyo unawafuata, unawaelezea mimi nafanya jambo fulani. Vile mimi hufanya, naenda kwa kwanza niwaeleze mimi ni nani na jambo lenye nafanya. Hata wengine tunaweza tumia hata wachungaji wa makanisa. Naenda kwao, nawaambia mimi niko hivi na ningetaka kwa hii eneo mniambie mtu mwenye ako na shida hii na hii na hii. Juu unaweza enda kwa nyumba zingine ukute hakuna hiyo shida yenye ungetaka kusaidia, lakini kuna zingine utaenda uone kabisa zinahitaji. Ni shida gani ambayo ushawaienda ikakugusa sana? Shida ile iliniguza sana ni kama 2 hivi. Ni kama zote, lakini zile sana zilinifanya nipatwe na mawazo ni kama hiyo kwanza ambayo nimesema. Nilienda nikapata mama wa umri wa miaka 80 ambaye anakaa peke yake na nyumba ni ya room moja na hawezi jipikia. Na ni mgonjwa kwa sababu alikuwa anatembea na stool. Lakini baadaye tuliweza kumletea kitu ya kujishikilia kama wheelchair. Alafu akawa hana mtoto, akawa hana bwana, na sijui yeye ndiye alikuwa kitinda mimba. Kwa hivyo ni kusema hana ndugu na kaka waliaga mbele yake. So wakati nilienda huko nikaanza kujiuliza, sasa huyu mama upikiwa na nani? Huyu mama kufanyaje? Sasa nikaanza kumhoji. Akaniambia mimi jirani mzuri akikuja aniletee chakula, mwingine akitoka hapo aniletee maji. Sasa mimi hivyo ndivyo mimi usurvive. So nikaguzwa na hiyo, nikasema ingekuwa na uwezo zaidi huyo mama hata unaweza mtafuta maybe ama uchenge kama elderly home, watu kama hao unawabeba unawapeleka mahali wapata chakula ambapo watapata maji na kila kitu wanashughulikiwa. Kwa sababu huyo mtu kimwacha peke yake, unaweza ongea kwa muda huu sitalala huko, nitarudi nyumbani, utamwata tu na ile mawazo. Na mpenzi mtazamaji, sasa tuangazie jinsi wazee hawa wanaweza kufaidika kutokana na msaada anaotoa Joyce Mopero. Kwa hivyo mzee Peter, tuelezee jinsi umefaidika na kazi ambayo Joyce anakufanyia. Umefaidika vipi, amekufanyia nini, na ulikuwa katika hali gani ndio akakusaidia? Kwa kusema kweli, mimi nitajibu lakini kwa vile amenitendea Joyce, kimwili akanitibu, kwa chakula kwa sababu sina kazi alinisaidia, tena akafanya tena kasikukuu kidogo nikafurahia hata zaidi. Tena vile alinitibu, sasa mimi nakaa imara, nasikia mwili na rudi pale ilikuwa. Ulikuwa na ugonjwa gani wakati akikutibu? Ugonjwa wangu ilikuwa ni mguu, nilianguka ikateguka, hata naenda na mti, na mgongo ilikuwa nauma, tena mwili haukuwa na nguvu. Alinisaidia kabisa, vile naweza kusema ni asante kwa Mungu. Kwa hivyo kando na kukuguza, anakupatia nini kingine? Anakusaidia nini? Tena kwa chakula ananisaidia sababu sina hata chakula.
Alikuta mimi iko kwa shida mingi, nyumba yangu imevunjwa, na alinisaidia na chakula. Hata hapo mbele alinisaidia kabla nyumba haijavunjwa. Nyumba ilikuwa imevunjwa? Ilikuwa imevunjwa na wezi. Tuelezee kilichotokea. Kilichotokea sikuwa karibu, lakini sikuwa nimeenda mbali. Sijui kama ni mtu alikuwa anapanda kwa mti ananiangalia vile naenda, lakini kurudi nikakuta kila kitu chote kimeenda. Kwa hivyo ulimjuaje Joyce mpaka akaja sasa akakusaidia? Mwenyewe aliposikia hiyo kisa alikuja mpaka kwangu, akanisaidia, hata akaofika sana kwa vile nilikuwa nimesumbuliwa. Kwa hivyo mzee, tukimaliza labda utuambie ni nini ushauri wako ama mapendekezo yako kwa watu ambao labda hawafanyi jinsi Joyce anafanya. Ungependa kushauri vipi kama mzee? Mimi ningesema ushauri wangu kabisa, Joyce ananisaidia, lakini patokee wengine wapate kunisaidia, sababu hata siwezi kazi. Hata nikipeleka kipande haichukuliwi sababu ya uzee wangu. Kwa hivi sasa wasaidie Joyce, waungane na Joyce wanisaidie. Joyce amenisaidia kwa kweli, sababu alituchukua hapa akatupeleka hata sijui kunaitwaje, lakini tumefurahi. Hata tukikuja huku kwa nyumbani wale tulikuta wamefurahi kwa ile vitu tulikuwa nazo. Unajua hiyo kitu unakuja unawaonesha wale wengine kama watoto yangu sasa wamefurahi sana. Kwa hivyo mimi nimefaidika. Tukienda kule nimefaidika. Umefaidika vipi? Alikupatia nini ama alikusaidia vipi? Alinisaidia sababu hata ile mambo nimeona huko, nimeona mambo mengi. Na nikasaidiwa kwa kuongea. Onagane jari lio githwari dikika ni kiuru. Unaona? Unajua hata ukienda mahali unaweza si kuchukua kitu kidogo tu. Mahali unaona vile iko. Kwa hivyo sisi kama mimi najua amenisaidia. Hata sija kwenda mahali kama hao. Tumeenda. Kabla sasa Joyce aingie akusaidie, ulikuwa unapitia changamoto gani? Changamoto ilikuwa nyingi sasa, sababu hata mwili wangu sikuwa nasikia vizuri sana. Kwa hivyo hiyo mambo ilikuwa nzuri. Jinsi alikusaidia. Nimesaidika. Na ungependa kumwambia nini Joyce? Mimi sasa hata nimemshukuru kwa hata akiwa haiko. Nikasema hiyo Joyce wetu abarikiwe na Mungu kwa ile mambo yote alitufanya. Unajua si ati unaweza kupatia mtu nini, yani kumuririkana. Ugeririkana mundu no nginya ucokie ngatho tiguo. Riu nie ni ndacokirie ngatho nginya kwi Ngai ni undu wa kiri atia atwikire. Uguo no njuge ona riu uguo nie ndirugaga rathimo tondu ni atuteithirie. Hivyo tukimalizia, labda wito wako ni gani kwa wahisani, kwa serikali pia? Ningetaka ambapo serikali ilipo na inatusikia, tusisahau watu wazee. Najua wamekuwa wakisaidia kwa sababu kuna wale huwa wanapokea pesa zao za uzee, lakini zaidi ya hivyo ni nini ingine tunaweza fanya? Kama ukiangalia wazee wenye tumetembelea, wengi wao hata hawana mattress, hata hawana blanket, hawana mahali pa kulala. Ni kama sasa wamekaa tu wakigoja kifo. Sasa najiuliza ni vipi tunaweza wasaidia pia, hata kama siku moja kila mtu atatoka, lakini kuna hiyo heshima hiyo ya kuona nimeishi vizuri, nimekaa vizuri, naweza kuwa sikai kama mwingine, lakini at least nimeishi maisha yenye inanifurahisha mimi mwenyewe. Hiyo ndio ningeomba tu tusaidiwe, ya kwamba wasiachiliwe. Wale walio hawana watoto wanapitia saa zingine tunaona young families wanajiua, tunaona kama watu wakongwe hawawezi. Pia wao wanapitia mambo magumu, wana watoto, wamelose, wako tu stage nyingine hapo yenye si ya kufurahia. So tuangalie
pia tutafute washauri ambao watakuwa wakikuja kuangalia wanaendelea namna gani, wanawapea chakula at least hata kama ni once a month, tukue tu na hiyo program. Wanasema kutoa ni moyo, usiambe ni utajiri. Mpenzi mtazamaji, ulivyosikia story yake Mama Joyce, kidogo tu ambacho uko nacho ndicho kitaweza kumfaidi yule mwingine, kiwe ni kidogo, kiwe ni kikubwa. Na mpenzi mtazamaji, na kuacha na hilo neno. Hapo ndio tunakamilishia Mwanamke Mwake Mwake, ama kipindi hiki cha Mwanamke Mwake Mwake. Hadi juma lingine, Mola akijalia, tutapatana hapa hapa ndani ya kipindi hiki katika runinga uipendayo ya KU. Kwaheri.